siku 40. Mara nyingi tunasikia siku 40 katika mambo mengi. Lakini katika maandiko matakatifu siku 40 zimetumika katika matukio mengi. Na miaka 40 au kwa ujumla namba 40 imetumika kwenye matukio mbalimbali. Katika siku na hata katika miaka, na hata katika watu, na hata katika mataifa. Namba hii 40 ni miongoni mwa namba zilizo katika maandiko matakatifu ambazo zinaonyesha utimilifu wa jambo fulani. Namba 40 ni namba timilifu, au kwa lugha nyingine inaitwa perfect number. Ndio maana utaona katika maandiko matakatifu kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya nakuta matukio mengi yametendeka kwa siku 40. Maana Mungu alipenda kutenda mambo yake kwa siku 40 au miaka 40, na katika siku hizo 40 anakuwa amefikia ukamilifu wa jambo. Anatimiza jambo alilokusudia kulitenda, au kwa kuadhibu au kwa kuneemesha. Katika Agano la Kale, mwanzo kabisa hata Mungu alipoumba ulimwengu, katika kitabu cha Mwanzo, wanadamu akawa muasi, akatenda dhambi. Mungu alinuia kuangamiza ulimwengu wote kwa gharika kuu. Na katika gharika hiyo kuu alisema ataleta mvua usiku na mchana kwa muda wa siku 40. Na akamwamuru Nuhu na jamaa zake na baadhi ya wanyama aliomwamuru achague atengeneze safina na aweke ndani ya safina, na gharika itakapoanza basi yeye atasalimika pamoja na jamaa zake. Na ndivyo ilivyokuwa. Mvua ikanyesha usiku na mchana siku 40. Mungu akaangamiza kabisa kizazi kilichokuwa kimemwasi, akaanza tena kuunda ulimwengu mpya ndani ya siku 40. Maana Mungu ametimiza jambo hilo kubwa katika siku 40. Lakini pia katika maandiko matakatifu ya Agano la Kale, wana wa Israeli walipokuwa wakaidi pia wakaanza kumwasi Mungu, Mungu aliwapeleka utumwani Misri kwa muda wa miaka 40. Walipata taabu na mahangaiko, walipata mateso makali, lakini baadaye wakamrejea Mungu. Mungu kama tunavyosikia ni Mungu wa huruma na rehema, akawahurumia, akawaokoa tena kutoka utumwani Misri, akawarudisha tena katika nchi ya ahadi. Mungu alifanya jambo hilo kwa muda wa miaka 40. Lakini pia katika Agano la Kale, wana wa Ninawi walipomwasi Mungu, Mungu alinuia kuwaangamiza ndani ya siku 40. Lakini kabla hajafanya hilo jambo la kuwaangamiza wana wa Ninawi kwa muda huo wa siku 40, alimtuma mtumishi wake kuwapelekea ujumbe kwamba wasipotubu. Alimtuma Yona, nabii Yona, ambaye tunasikia katika somo la kwanza. Wasipotubu na kumrudia Mwenyezi Mungu, ndani ya siku 40 anawafuta wote. Na Yona alipenda kwanza, akakataa mambo sikia katika maandiko, ilikuwa namna ya ajabu, akapelekwa kule kwa njia ya samaki, akaenda kutapikwa kule. Na akafika kule na akafanya kazi hiyo. Alianza kuhubiri kuanzia kwa aliye mtoto mpaka aliye mzee. Wasipofanya toba na kubadilika, wasipoacha dhambi zao na kubadilika, ndani ya siku 40 Mungu atawaangamiza wote. Uzuri mmoja, walisikia mahubiri ya Yona, wakakubali kutubu. Kuanzia mfalme akatangaza wazi kabisa watu watubu na warudi wamrudie Mwenyezi Mungu. Kuanzia aliye mzee mpaka aliye mtoto wakafunga na kusali, wakavaa nguo za magunia na kujipaka majivu, wakaomba toba. Mungu akaona kilio chao, akawahurumia, hakuangamiza tena. Kwa hiyo utaona ndani ya siku 40 jambo likatimia. Zilipotimia Mungu akagairi, akawaacha.
Lakini pia katika Agano Jipya kuna mambo mema mengi yaliyotendeka kwa siku 40. Tunapoanza mfungo wetu huu, tunamwiga Bwana wetu Yesu Kristo aliyefunga siku 40 mchana na usiku bila kula wala kunywa, ili aweze kuingia katika kazi kubwa ya kukomboa ulimwengu. Akajaribiwa na Shetani ndani ya siku 40, lakini hakuhadaika. Aliendelea kusimama imara na hata akashinda vishawishi na hatimaye akatimiza kile ambacho alikuwa anataka kufanya katika kazi kubwa ya kumkomboa mwanadamu. Hilo ni fundisho kubwa pia kwetu sisi ndani ya siku 40. Ndani ya siku 40 tutaingia katika majaribu mengi, tutashawishiwa na Shetani, lakini tukimwiga Bwana wetu Yesu Kristo ambaye hakubali kushawishiwa hata kwa vyakula wala kwa mali wala kwa vyeo, hatimaye akamshinda Shetani. Na sisi tukiweza kumwiga, tutafikia lengo letu ambalo tunalitamani katika kipindi hiki. Mara nyingi nawaambia watu katika kipindi hiki cha siku 40 ambazo tumezipewa na kanisa hizi za Paresi, ukiwa na nia zako maalum ukaamua kuziweka na ukawa mwaminifu katika kipindi hiki kwa muda wa siku 40, ukisali na kufunga na kuombea nia hizo, utakapotimia siku 40 Mungu anakujibu haraka. Majibu haya yanakuwa ni haraka, hayachelewi, lakini lazima uwe mwaminifu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tunaweza kutumia vizuri pia kwa nia zako mbalimbali ambazo unazikusudia leo unatamania, lakini nakudai kuwa mwaminifu katika kufunga, kusali na kufanya toba, katika kuacha dhambi na kunuia kuacha kabisa. Mungu atakutendea mambo makubwa katika kile ambacho unakitaka ndani ya siku 40. Lakini pia katika Agano Jipya hili, Yesu baada ya kufa na kufufuka aliendelea kuwepo duniani kwa muda wa siku 40, akiwatokea watu mbalimbali. Ameendelea kuwatokea watu mbalimbali ili kuendelea kuthibitisha kwa watu ndani ya siku 40, akitokea makundi mbalimbali kuwaonyesha watu kwamba yeye ndiyo yule ambaye alikuwepo kabla na amekufa kweli na amefufuka. Kwa hiyo alikuwa anathibitisha kwanza kwa watu kabla hajapaa mbinguni. Kwa hiyo aliendelea kuwepo duniani kwa muda wa siku 40 tangu alipofufuka mpaka kupaa. Na kweli makundi mengi yalithibitisha hilo, wakiwemo mitume na watu wengine wengi waliomfahamu kabla, na baada ya siku 40 akapaa. Kwa hiyo jambo hilo lilitimia. Ndio maana ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni amini kwetu. Ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo sio hadithi ya kutunga, ni kitu ambacho ni kweli kabisa, kwa sababu kilithibitika ndani ya siku 40. Lakini pia katika hali yetu ya binadamu, namba hii 40 tunaitumia mara nyingi kwa mambo mbalimbali. Mtu anapokuwa amefariki, zikitimia siku 40, watu wanaadhimisha aidha misa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kipindi cha majonzi kimepita na wanaendelea na maisha. Hizo ni siku 40, ni namba timilifu, na ukweli maisha yanaendelea. Watu hawabaki tu kuendelea kuhuzunika kwamba fulani ametutoka. Yanaisha majonzi na maisha yanaendelea. Utaona kwamba kuna jambo hapo linatimia kikamilifu kabisa. Ila pia hata katika maisha yetu ya mitaani kwa tunasemaga za mwizi ni 40. Kristo. Za mwizi ni 40. Huko unaiba kisha siku 39 unaacha. Na kwa sababu za mwizi ni 40, kuna siku itatimia. Hapo sema namba 40 namba timilifu. Haimaanishi baada ya siku 40 atakamatwa, lakini kuna siku itatimia. Kwa hiyo unaposema za mwizi ni 40, inamaanisha hivyo timilifu utafikia tu. Mtu hawezi kuiba mpaka mwisho. Huwezi kuwa mwizi siku zote milele. Kuna siku utakamatwa. Kwa hiyo kuna siku itatimia. Kwa basi ndugu zangu, tunapoanza kipindi hiki cha
siku 40, tumesikia katika maandiko matakatifu neno la Mungu linatualika kufanya toba, kumrudia Mungu. Somo la kwanza kwa katika kitabu cha nabii Yoeli, Yoeli anatuambia, lakini hata sasa hivi wakati huu, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kusali, kwa kufanya toba, na Mungu atakusamehe.